Na hii ni sehemu ya 3 ya mwendelezo wa story tam sana kumuhusu Janilo. Bwana, huu mwezi tumefululiza story ambazo wahusika si vyepesi kuwafahamu mapema. Mnamkumbuka kijana anaitwa JC? Sasa huku kuna mwamba anaitwa Janilo, na kule JC hatujajua yeye ni nani hasa, na huku huyu mwamba Janilo bado hajajulikana huyu mwamba ni nani hasa. Kuna kijana ambaye alikuwa ni mlinzi wa hayati president aliyetoka ama aliyefariki. Alikuwa amepewa kazi ya kwenda kule Uganda kuweza kumtafuta mwamba wa kuitwa TOD, na ameweza kumweleza mikakati yote iliyopo, na mwamba amekubali kuweza kurejea nchini Tanzania kwa sababu ya hiyo mission. Lakini kuna watu wameshapata taarifa kwamba kuna huyu mwamba ambaye naye ameweza kuchukuliwa na hawa usalama wa taifa kuweza kufuatilia huyo mtu, lakini na wao wanataka sasa wapindue kwa kuweka dau kubwa ili kuweza kumpata huyo mtu ambaye ni TOD. Sasa tuendelee msikilizaji kuanzia hapa baada ya huyu mwamba TOD kuingia jijini Dar es Salaam. Langu jina ni Lucas Lumbase na mtayarishaji wa hii simulizi ni Fabian Babuya. Tunasonga mbele sasa. Pande za makumbusho jijini Dar es Salaam, njia ambayo ilikuwa inaelekea Kariakoo, kulikuwa na jengo moja hivi ambalo lilionekana kujengwa kwa muda kidogo, ila halikuwa linatumika kwa shughuli yoyote ile. Juu ya jengo hilo lilikuwa na wazi ambao haukuwa umezibwa baadhi ya maeneo, ila lilikuwa ni jengo fulani hivi ambalo lilikamilika kwa ajili ya matumizi. Hiyo ndio sehemu ambayo Darius alikuwa amesimama na Daniel, na huyu mwamba unaweza toka muita Daniel. Kuna Daniel alafu yeye unaweza kumuita hata Daniel, ikiwa ni mkakati mzito wa kuweza kumpata Janilo. Sasa walikuwa wameingia Tanzania, na kwa wakati huo sasa walikuwa wamesimama wawili hao wakiwa wanamsubiri mkurugenzi aweze kusogea maeneo hayo ili kuweza kukutana mwanamume huyo kwa mara ya kwanza. Sasa mkurugenzi aliingia akiwa na wale watu wake 4 ambao walitakiwa kuhusika kwenye jambo hilo. Kwa mara ya kwanza alikuwa anakutana na mwanaume ambaye walimtafuta kwa miaka mingi bila mafanikio. Alikuwa ni sehemu ya wahalifu wakubwa ambao walilisababishia taifa lao hasara kubwa, ila kwa muda huo walikuwa wanahitaji msaada wake kuweza kufanikisha kazi ya kumpata aliyehusika kumuua rais. Basi mkurugenzi akauliza kwamba kwa nini umehisi kuja Tanzania kutakufanya uwe salama? Asa TOD akajibu ya kwamba kwa bilioni 5 nipo tayari kuicheza hiyo karata ya kupambania maisha yangu. Mkurugenzi Luka akasema, ni kweli pesa ina nguvu kubwa, ila siamini kama ndio sababu pekee ya wewe kurejea Tanzania kirahisi hivi. Vipi, kuna jambo lingine hapa Daniel ama? Daniel akajibu ya kwamba unahisi ni jambo gani mkurugenzi? Mkurugenzi akajibu, Janilo. Baada ya kuwa na uhakika kwamba yupo hai, umegundua anaweza kukupata muda wote. Hivyo licha ya sisi kuhitaji msaada wako, bado unaamini hii inaweza kuwa nafasi yako ya kumpata yeye na kummaliza, maana tutakuwa na rasilimali za kukusaidia wewe kumpata kirahisi. Baada ya mazungumzo hayo kutoka kwa mkurugenzi, Daniel alitabasamu akasema kwamba tuseme kwamba upo sahihi mkurugenzi. Tusipoteze muda mwingi kwa sababu wote tunajua kwa nini ipo hapa. Mkurugenzi akasema, sawa, nakusikiliza wewe. Unataka tuanzie wapi kwenye kulifanya ile? Daniel akajibu, nianze na kuwapima vijana wako kwanza, niwe na uhakika kama wanaweza kunifaa kwenye kazi. Mkurugenzi akasema, unamaanisha kupigana nao ama? Daniel akasema, ndio, na ndio maana wako hapa. Sasa huyu Darius mimi nishampima uwezo wake, ila sasa nahitaji kuwaona na hawa, maana huwa sifanyi kazi na watu wazembe afu kitegemea na aina ya mtu ambaye tunaenda kumtafuta. Huyo hahitaji wewe ufanye makosa mengi. Anahitaji ufanye kosa la sekunde moja tu, shingo inatenganishwa na mwili wako. Na mimi sipo tayari kuweza kufa kijinga kwa sababu ya upuuzi au makosa ya mtu mmoja. Baada ya Daniel kusema hivyo, mkurugenzi akasema ya kwamba unataka kupigana na nani? Daniel akajibu, wote. Mkurugenzi akasema, nini? Yaani wote 4? Daniel akajibu, ndio. Sasa tena nawapa dakika 4. Kama wakifanikiwa kunidondosha basi watakuwa na uwezo wa kusimama walau dakika 2 na huyo mtu. Ila kama wakishindwa, ujue utakuwa unatakiwa kwamba kutafuta watu wengine ambao watakuwa imara zaidi. Basi msikilizaji, kazi ilikuwa kwao. Walitakiwa
kumthibitishia na kumwaminisha kwamba alikuwa na watu sahihi upande wake wa kuweza kupambana nao kwenye lile swala ambalo lilikuwa mbele yake. Fionela ndiye ambaye alikuwa amekutana na Janilo mwenyewe. Janilo alishasema kwamba ukiona tu sura yangu umedead. Hata kama ukipumua yani una bahati, ama ukikutana na mimi mara ya pili basi una bahati sana. So Fionela ndiye aliyepata pia hiyo bahati ya kuweza kukutana na mwamba mwenyewe Janilo. Aliona namna alivyokuwa mtu wa hatari. Hivyo alisogea mbele ya Daniel akiwa anaongoza wenzake ambao walikuwa nyuma yake. Sasa Fionela akasema ya kwamba nadhani unatakiwa kuniangusha mimi chini kwa sababu nilikutana na huyo mtu na hiyo dakika nilimaliza. Kauli yake iliwashtua wote. Wakabaki tu wanamwangalia yeye. Daniel mwenyewe ni kama bado hakuwa anaamini kile ambacho kilikuwa kinatokea. Sasa Daniel akasema ya kwamba wewe hapo ndio ulikutana na Janilo? Binti akajibu ndio. Daniel akauliza, lini hiyo? Binti akajibu jana. Daniel alicheka sana. TOD alicheka sana kwa sauti kubwa ambayo ilikuwa na majigambo ndani yake, kwani ni kama mtu ambaye alikuwa anampuuza Fionela. Basi Fionela akasema ya kwamba kama kweli unazihitaji hizo taarifa, basi kabla ya kuwafikia wenzangu unatakiwa kuhakikisha wewe ndiye umeniangusha mimi kwanza. Kwa hiyo dakika kama Fionela alinama baada ya kupishana na buti lenye vyuma chini na akashindwa hata kumalizia ile sentensi yake. Alirudi nyuma kidogo na kusimika mguu wake vyema. Aliona ngumi inashuka kifuani. Alipangua, ila ni kama alikutana na chuma kizito, kwani aliguna baada ya maumivu kumkolea. Alijigeuza kwa sarakasi safi akamfikia Daniel. Ngumi zake 4 zilitua kwenye kifua cha yule mwanaume ambaye aliziacha, naye akarusha ngumi yake moja ikatua kwenye kifua cha Fionela. Alihemea kwa ndani akiwa anatapika damu nyingi hewani. Alikuwa anashuka kwenye sakafu, akatua na mkono mmoja ili sasa kuweza kujibalance, lakini ilishindikana baada ya kushindiliwa na buti la tumbo. Alijaribu kunyanyuka akakutana na kisu kikiwa sasa kinamtazama shingoni. Maana yake yule bwana kama alihitaji kumuua mpaka muda ule angekuwa marehemu tayari. Sasa Daniel akasema ya kwamba hizi ni sekunde 30 tu nimetumia kukuua wewe. Na hapa sipo kwenye hasira zangu. Maana yake wewe unaweza kukaa sekunde 15 mpaka 20 tu unakuwa umekufa. Hivyo kwa nyie wote wanne ninaweza kutumia dakika 2 tu. Hakuna hata mmoja wenu ambaye atabaki akiwa hai. Kama ni kweli ulikutana na Janilo ukamaliza dakika 1 kwake, ni kwa sababu hakutaka kukuua. Alitaka tu ujihisi una uwezo wa kupambana naye ili apate muda wa kuongea na wewe. Ila kama angetaka kukuua, niamini mimi, hata sekunde 15 mbele yake zinakuwa kama masaa 15. Kama wewe una uwezo sawa na wenzako, hakuna haja ya wao kuja kupigana na mimi, kwani nitawavunja tu muda ambao wanatakiwa kufanya kazi na itakuwa ni hasara kwa taasisi yenu. Daniel alitoa somo la vitendo, kisha akampatia mkono Fionela na kumnyanyua. Yale maelezo yalihitimisha zoezi lile, na wote kwa pamoja wakaingia kwenye lifti kushuka chini ya ardhi kufanya mazungumzo kwa ajili ya kazi ambayo ilikuwa mbele yao. So baada ya kufika huko kwenye ukumbi mkubwa ambao upande mmoja wote walimgeukia Fionela, maana hakuwa amezungumza kitu na alikuwa ameongea na Janilo mwenyewe. Sasa bosi wake alimuuliza Fionela ya kwamba ni ya kweli ulioyaongea kule juu? Fionela akajibu ndio boss. Mkurugenzi akasema kwa nini hukuwa umeripoti kwangu mpaka sasa? Fionela akasema nilitaka kuhakiki kama kila kitu kipo sawa, hasa baada ya kugundua alikutana na wewe pia. Watu walibaki wameduaa. Sasa wakauliza bosi, hadi wewe umekutana naye? Mkurugenzi akasema kwamba ndio, ila sio muhimu sana. Fionela, hebu niambie alikuwa anataka nini? Fionela akajibu ya kwamba alikuja kunionya tumwachie Ariana. Mkurugenzi akasema nini? Yaani unamaanisha yule mtoto? Fionela akajibu ndio, alisema kama itafika mpaka leo mida ya usiku hatujamwachia ataanza kuua watu. Mkurugenzi alishtuka akasema nini? Yaani alikuwa amejiziba uso, si ndio? Fionela akajibu hapana, alikuwa uso wazi na aliniambia mtu ambaye anaiona sura yake hajawahi kumwacha hai, ila ananiacha kwa sababu muda wangu wa kufa bado haukuwa umefika. Basi Fionela akaambiwa kwamba hebu tuelezee jinsi alivyo. Daniel
akasema msifanye hilo kosa. Ilikuwa ni sauti ya Daniel ambaye kwa muda alikuwa ametulia tu akiwa anawasikiliza wakiwa wanaongea. Sasa mkurugenzi akasema kwamba lakini hii nafasi yetu ya kuweza kumpata. Daniel akasema huo ni mtego. Akaulizwa mtego upi? Daniel akajibu ni kwa sababu huyo mwanamke atauawa baada ya hapo. Sasa mkurugenzi alituliza kwanza akili yake na kisha akasema kwamba yani kuelezea sura yake ndio sababu ya yeye kumuua, atajuaje sasa? Daniel akasema mkipokea maelezo maana yake mtahitaji kuweza kumchora ili iwe rahisi kumtafuta. Mkimchora hiyo picha yake mtaanza kuisambaza ili atambulike, na ukumbuke ana watu wake ndani ya mfumo ambao huwa wanampatia taarifa. Kama akijua picha yake imesambaa, unahisi atajua nani amesaidia kumchora? Hapa ndipo msalaba wote utamwangukia bibie, kwani atajua ni yeye tu ndiye ambaye amehusika. Niamini mimi, akiamua kumtafuta huyo binti, hana hata siku 2 atakuwa amekufa. Basi Daniel akaulizwa kwamba na vipi kama hatojua utambulisho umetoka kwake? Daniel akasema yani kwa pointi hii ambao tunajua sura yake ni watu 3 tu. Jami ambaye ni kijana wake, hivyo anajua yule hawezi kumsaliti hata iweje. Mimi anajua nimekufa. Na ndipo ilipo faida kubwa zaidi, kwani hatojua kama nami nahusika kwenye hili. Na mtu wa mwisho ambaye anabaki ni Fionela. Kwa hiyo atajua tu ni yeye. Unajua ambacho kitafuatia? Daniel akaulizwa kwa hiyo unahisi hapa ni tunatakiwa kufanya nini? Daniel akasema huyo mtoto ambaye umesema muachie kwanza ni nani? Mkurugenzi akasema alionekana na huyo kijana wake na inaonekana ni mtoto ambaye alimwasili, hivyo anamchukulia tu ni kama wako wake. Daniel akauliza yani nani, unamaanisha Jami au? Akajibiwa ndio. Daniel akasema mlijuaje kama huyo mtoto ana uhusiano naye? Daniel akajibiwa kuna kamera ambazo zilimnasa Jami akiwa na huyo mtoto. Yani zilimnasa vipi? Ni mchana? Ya ndio. Sasa na wewe mkurugenzi, okay, wewe ulikutana naye wapi mkurugenzi? Luka akajibu nilikutana naye uwanja wa mpira. Daniel akasema mkurugenzi, mbona sijakuelewa, yani unamaanisha nini? Mkurugenzi Luka akasema tulipokuwa tunamwaga rais, kuna mtu alikuja kunipa karatasi kwamba nahitajika mahali. Nadhani alikuwa ni kijana wake, maana nilipogeuka sikumuona tena. Nilienda ile sehemu nikakutana naye ambapo alinionya pia kuhusu mtoto. Basi Daniel akasema kwamba kwa hiyo ulishindwa kumkamata pale pale? Mkurugenzi akasema aliniambia ile sehemu ina mabomu kila sehemu. Kama ningefanya lolote angeweza kuilipua ile sehemu. Daniel akasema kwa hiyo na baadaye uligundua ni alikuwa anakudanganya, si ndio? Akajibiwa ndio. Daniel aliguna akasema kuna kitu hakipo sawa. Akaulizwa kipi? Daniel akasema Jami wakati anamuua waziri wa ulinzi alifunika sura. Mkurugenzi akasema hapana, alikuwa wazi. Daniel akasema na unasema picha akiwa na mtoto ilikuwa ni mchana, si ndio? Akajibiwa ndio. Daniel akasema hawa watu hawezi kufanya kosa la kijinga kama hilo. Yaani huo ni mtego. Okay, mtoto upo wapi kwa sasa? Akaambiwa kwenye moja ya nyumba zetu muhimu sana za usalama wa taifa. Daniel akauliza kwa hiyo kuna taarifa za siri ambazo zipo kwa, si ndio? Akajibiwa ndio. Akauliza kama zipi? Mkurugenzi akasema kuhusu baadhi wa wanasiasa washenzi, wahalifu ambao wamepewa nafasi ya kuishi baada ya kutoa taarifa muhimu, location za siri za baadhi ya viongozi, magereza na taarifa zingine. Daniel akasema shit. Kauli ya Daniel wote iliwashangaza, maana ni kama walikuwa gizani. Kisha akawaambia kwamba yeye ndiye alitaka nyinyi mfanye hivyo. Watu wote kwenye kikao walishtuka wakasema nini? Daniel akasema alipokutana na Fionela kumwambia aweze kumwachia mtoto usiku wa leo, alikuwa anampatia ni taarifa kwamba yeye ndiye anamtafuta huyo mtoto. Mkurugenzi akasema sijakuelewa bado, yani huyo mtoto yupo kwenye ulinzi mkali, unasemaje yeye ndiye atamtafuta huyo mtoto na atajua vipi mahali alipo mtoto? Daniel akajibu nisikilizeni yeye ndiye alihitaji mumpate huyo mtoto kwa sababu alijua mtamtumia mtoto kumpata yeye. Ndio maana Jami alitokea dharani sura ikiwa wazi kwa sababu alijua hiyo picha akiwa na mtoto mtaipata, maana yake mngehakikisha kwamba ni yeye kweli. Kwa nyie mlihisi mmepata nafasi ya kuweza kumfikia yeye kirahisi, ila ni makosa makubwa mlioyafanya kwa sababu huyo mtoto ana tracker ndani yake. Watu kwenye kikao wakashtuka wakasema what?
Walishangaa kwa pamoja, kwani ni kama alikuwa ni maigizo yale. Mkurugenzi akasema, "Aisee, haiwezekani." Mkurugenzi aliongea kwa hasira akiwa anacheka. Sasa Daniel naye alitabasamu tu. Mkurugenzi alianza mpaka kupoteza imani na Daniel. Daniel alimwambia kwamba huo muda ambao ameutumia lazima alikuwa anajaribu kuhaki hilo eneo, na mpaka anasema usiku wa leo, maana yake alikuwa na uhakika mpaka leo atakuwa amejua mtoto alipo. Na hivi tunavyoongea ni labda amefika huko ama alishaondoka. Mkurugenzi alianza kupoteza kabisa imani na Daniel. Msikilizaji, alikuwa anampatia hadithi za kufikirika ambazo kwake zingekuwa za kweli. Sasa Daniel akaulizwa ya kwamba wewe una uhakika gani na hili? Daniel akasema, piga simu hiyo sehemu. Alitoa simu yake na kupiga simu ya kwanza, ilikuwa inapokelewa, ya pili, ya tatu na nne hivyo hivyo. Aliamua kuangalia kamera kwenye simu yake na kukutana jambo la ajabu. Walinzi walikuwa wanaonekana wakiwa wamelala kila kona. Mkurugenzi akasema, "Sasa tuondoke." Mkurugenzi aliongea akiwa na hema kwa shida, mwili ukiwa na jasho jingi. Oya, mtoto ana GPS. Kumkamata kwao wamejichomesha wenyewe. So mkurugenzi alitoka ndani akiwa anakimbia kwa mbio kali kuelekea nje ambako waliingia kwenye magari na kutoweka kwa spidi kali. Ndani ya dakika 15 walikuwa wanaingia kwenye moja ya jengo zuri ambalo lilijengwa kwa mtindo wa zamani. Kuanzia walinzi wa getini walikuwa wamelala, ila sasa hawakuwa wamekufa. Yaani ni kama mhusika hakuwa anahitaji kuweza kuwaua watu hao bila sababu. Ile sehemu hakuna mtu ambaye alikuwa amesimama mpaka muda ule. Hali ilikuwa ni mbaya. Mkurugenzi alikimbilia na kuwahi sehemu ambayo ilikuwa inatumika kuhifadhia siri nyingi za taasisi. Sasa zile safe zote zilikuwa wazi na pembeni alikuwa amelala mlinzi mmoja hivi ambaye walifanya juhudi za kumwamsha baada ya kugundua alikuwa hai bado. Alizinduka baada ya dakika 5 kuweza kupita akiwa sasa na hema na kutetemeka. Akasema, "Usiniue tafadhali, nina familia." Jamaa alitulia baada ya kugundua aliyekuwa mbele yake alikuwa ni bosi wake. Hasa alishtuka akasema, "Bosi." Aliita kwa hofu akihitaji kusimama, ila alirudi tena chini kwani mwili wake haukuwa na nguvu za kufanya mjongeo. Mkurugenzi alisikitika na kuhitaji bwana huyo apelekwe kwenye chumba cha matibabu, maana bado akili yake haikuwa sawa. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ana uwezo wa kufanya jambo lolote kwa wakati ule, hivyo wote walimgeukia Daniel ambaye aliwaambia hayo yote kabla. So walimuuliza Daniel ya kwamba kwa hiyo nini kitafuata kwa sasa? Daniel akasema, "Mmefanya kazi kuwa ngumu zaidi ya mwanzo." Wakauliza, "Ndio maana nimekuuliza kwa sasa, kwa hiyo tunafanya nini?" Daniel au TOD akajibu ya kwamba kwa nyinyi mnatakiwa kusubiri mpaka akifanya tukio lingine au mpaka mimi niwapatie taarifa zingine. Mkurugenzi akauliza, "Hizo taarifa utazitoa wapi?" Daniel akasema, "Umenilipa ili nifanye kazi yako, hivyo itafanyika kwa namna ambayo mimi naona inafaa. Hivyo kuhusu hilo wewe niachie mimi mwenyewe, lakini huyu bwana kuna jambo lingine ambalo limewahi kuwa udhaifu mkubwa kwake." Basi wote walimwangalia tena kwa makini, maana ndiye pekee aliyeonekana kuwa msaada mkubwa kwao kwa muda ule, kwa sababu mwamba ilionekana ana taarifa za kutosha. Basi waliuliza ni nini hicho? Daniel akajibu, "Ni mapenzi." "Yaani unamaanisha jamaa na familia?" Daniel akajibu, "Ya, aliwahi kuwa na mwanamke ambaye alimpenda sana. Ila huyo mwanamke ndo alikuja kumuuza." Nadhani Darius alikupatia maelezo yote ambayo nimemueleza kuhusu namna tulivyoamini kwamba Janilo aliuawa. Ile siku ambayo waziri wa ulinzi alihusika kwa siri kuwapeleka makomando kwa siri kule ambako wao walienda kumuulia Janilo. Licha ya Janilo kuwa na imani na rais, ila ambaye aliuza taarifa zake zote kwamba alikuwa anaishi wapi, muda fulani angekuwa wapi, na mpango wake ulikuwa ni upi, ambaye aliuza alikuwa ni mwanamke wake. Mkurugenzi akauliza kwamba mbona haukuliongelea hili jambo kabla Daniel? Daniel akajibu ya kwamba ni kwa sababu hamkuuliza mapema na sijajua mpaka muda huu hamkuwa mmewaza kuhusu upande huu wa maisha yake kabla haya mengine ambayo mnafuatilia. Basi Fionela alitoa sauti yake ambayo haikuwa na nguvu, akasema ya kwamba nina imani huyo mwanamke hawezi kuwa hai kwa sababu lazima alimtafuta akamuua. Daniel akajibu, "Sina uhakika na hilo." "Yaani kwamba unahisi upo hai?" Mimi na imani hiyo." "Kwa nini?" Si kwa sababu yule mwanamke wakati anamuuza Janilo inasemekana alikuwa mjamzito."
Yaani kwamba kwa hiyo kwa minajili hiyo, kwa sababu yaani kwa unaamini kwamba kwa sababu hiyo kwa sasa lazima atakuwa na mtoto. Tena wakaribia miaka kama 6 hivi, kama alikuwa na mimba kweli na kama alijifungua salama. Kwamba ndo naamini atakuwa hai. Hapana. Sasa sababu ni ipi? Janilo mpaka tukio hilo linampata hakuwa anajua kama yule mwanamke alikuwa mjamzito. Yaani Daniel, hebu tuelezee, yaani kivipi alimficha mpenzi wake ama? Ndio, na ndio sababu kubwa ya kumuuza Janilo. Unajua ileti maana, yaani hakuna mtu mwenye akili zake timamu anaweza kumuuza mpenzi wake ambaye anajua siku za hivi karibuni tu anaenda kumpatia mtoto. Yaani inawezekanaje hilo? Sasa na hapo ndipo inaingia hadithi ya hili penzi ambalo hakuna mtu hata mmoja aliwahi kutarajia kwamba lingekuja kufikia hapa kati ya Jedi Gerard na Melania kama alivyozoeleka. Baada ya kauli hii wote walishtuka, wakauliza kwamba Jedi Gerard ndo nani huyo? TOD akajibu ya kwamba ndilo jina halisi na la kuzaliwa la Janilo. Walibaki wamedua tu. Ni kwa mara ya kwanza walikuwa wanabahatika kulifahamu jina la kuzaliwa la bwana huyo ambaye walikuwa wakimtafuta bila mafanikio mpaka nyakati hizo. Wakauliza kwamba kwa hiyo Janilo sio jina lake halisi ama? TOD akajibu hapana, ni jina la kazi tu. Akaulizwa, na wewe je? Daniel ni jina langu halisi, ila jina la kazi ni Daniel. Nadhani unalifahamu hilo. Basi akaulizwa kwamba vipi ulilishuhudia penzi la hawa watu wawili? TOD akajibu ya kwamba hatukuwahi kuwa na ukaribu na wa kirafiki hivyo, japo nimepita kwenye mikono yake, ila nilikuwa na mfahamu huyu mpenzi wake, kwani ni watu wawili ambao waliwahi kupendana isivyo kwa kawaida. Basi TOD akaulizwa kwamba huyu Melanie ni nani na kwa nini aliamua kumfanyia hivi mwanaume. Jamani, nikikwambia Melanie alikuwa brigadia wa jeshi utaniamini? Msikilizaji, baada ya hiyo sentensi watu walishtuka. Wakauliza nini? TOD akajibu, mkurugenzi, sijajua mpaka sasa taasisi yako huwa inafanya kazi gani. Mna kila rasilimali, lakini mwisho siku kuna watu wa nje ambao wana taarifa nyingi za siri kuhusu hili taifa, na nyinyi wenye mamlaka hata mjui kama kuna mambo kama hayo ambayo yanaendelea, na mpo tu mnakula kodi za Tanzania. Basi mkurugenzi akauliza kwamba huyu Melanie ni nani hasa mpaka useme alikuwa brigadia, na ilikuwa aje akaishia kwenye mikono ya huyu mtu, yani ya mtu kama huyo? TOD akajibu ya kwamba mnisikilize kwa makini hapa, maana sasa tunaona kama hatuelewani. Ni kwamba Melanie Limbo ndilo jina lake huyu mwanamke. Hawa wawili wamewahi kuingia kwenye mapenzi mazito ya kihistoria ambayo kama kuna mtu alibahatika kuyaona kama mimi, basi lazima tu angetambua hawa wawili walikuwa wanaenda kwa pamoja milele kwenye shida na raha. Ila niamini mimi, kuna wakati wale watu ambao wanapendana sana ndio wanaweza kuja kuwa maadui bora zaidi na wakubwa zaidi hapa duniani. Ndio maana mimi na imani mpaka leo Jedi anamtafuta Melania kwa nguvu kubwa, na siku akija kumpata atamfanyia kitu kibaya mno. Basi TOD alikuwa anaongea kwa mikogo, huku sasa akiwa anaipamba ile simulizi, kwani alitambua kwa wakati ule wote walikuwa wanamtii yeye, maana ndiye alikuwa na taarifa muhimu ambazo wao walikuwa nazihitaji. Sasa waliona hebu ngoja wamuulize kwamba huyu mwanamke ambaye unamuita brigadia, kulikuwa na sababu gani nyuma yake ya kumuuza mpenzi wake? Basi baada ya swali hilo TOD alijibu ya kwamba sasa ndipo inakuja sababu kubwa ya kwa nini Janilo amemuua rais na waziri wa ulinzi. Msikilizaji, TOD ni kama alikuwa anawachanganya hivi, kwani mafumbo yake hayakuwapatia nafasi kubwa ya kuweza kueleza nini kilitokea huko nyuma mpaka wakafika huko ambako walikuwepo kwa wakati huo. Sasa mkurugenzi akauliza kwamba Daniel, unamaanisha nini? Daniel akajibu hii yote ilitokea kwa sababu ya uwepo wa The Genesis Cabral. Mkurugenzi akasema ni kitu gani hicho? Daniel akasema hao ndio watu ambao wanaliendesha hili taifa kupitia mlango wa nyuma. Mkurugenzi alicheka akasema yani unatania sio? Daniel akasema oya, umenilipa bilioni 5 nije kukutania hapa kiongozi kweli? Wewe unaona mimi nipo kwenye hali ya kutaniana mkurugenzi?
Msikilizaji, mwanzo walihisi kama bwana yule alikuwa anawachezea tu akili, ila kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda walitambua hakuwa anafanya utani, bali mwamba alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anakiongea. Sasa wakamuuliza kwamba kuna nini kinaendelea ambacho sisi hatukijui. Daniel akajibu ya kwamba yapo mengi ambayo wewe hauyafahamu na huenda bila mimi usingekuja kuyafahamu. Sasa nisikizeni vizuri na kwa makini mkubwa kabisa, maana mimi sipendi maswali mengi, na baada ya maelezo mnatakiwa kujua kuna kazi ya kuweza kumtafuta huyu mwanamke kama bado atakuwa yupo Tanzania, kwa sababu kupitia yeye tunaweza kumpata Janilo kwa urahisi sana, hususan tukimtumia mtoto wake wa damu kama bado atakuwa yupo. Kuna wakati ambao Janilo alikuwa anahitaji kumuua Luteni Kanali ndani ya jeshi, lakini bwana yule alikuwa ni mtu wa siri mno. Sio kumuua tu, bali kuna taarifa ambazo alikuwa anazihitaji ndani ya jeshi. Alitambua siri moja ya kwamba sio kila muda zilikuwa zinahitajika nguvu kuweza kutekeleza baadhi ya mambo makubwa na ambayo yangekuwa ya muhimu. Ndio maana akaona nafasi nzuri zaidi kuweza kukamilisha mambo yake ilikuwa ni kutumia akili. Yaani mfumo wa uendeshwaji wa jeshi upo imara kuliko taasisi nyingine, hivyo alihitaji kutumia akili sana. Isingekuwa rahisi yeye kuweza kupata taarifa ambazo alikuwa akizihitaji bila kuwa na mtu ambaye alikuwa na nafasi ndani ya jeshi. Ndipo akaamua sasa kutumia mtego wa mapenzi kufanikisha hilo. Sasa jambo la kwanza, alijifanya kuwa raia wa kawaida tu ambaye alipanga sehemu nzuri mtaani, hususan ambayo wanajeshi wengi walikuwa wanaishi. Alianza kujichanganya sehemu ambazo wanajeshi walikuwa wakizitumia zaidi kwenda kupata starehe, na huko ndiko alikutana na Melanin Limbo. Sasa wale hao walianza urafiki wa kawaida tu kati yake yeye na huyo mwanamke mzuri ambaye alikuwa ni brigadia. Sasa siku zilizozidi kwenda, Melania alianza kuvutiwa na Janilo, na ikawa rahisi mwanzo kumwamini, maana alijua mpaka alipokuwa anaishi. Kwa hiyo mazoea yao yalizalisha mapenzi tu ambayo mwanzo walikuwa ni kama wanaridhishana tu kingono, ila kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo hisia kali zilianza kuchipua kwa nguvu ndani ya wote wawili. Kwa hiyo sasa ile hali ilizalisha mapenzi ya dhati kati yao. Ikawa sasa rahisi kwa brigadia kumwamini Janilo ambaye akawa sasa anaenda kukaa mpaka kwenye nyumba ya mwanamke huyo maridadi. Sasa jambo lile lilimfanya kupata siri nyingi mno ambazo zilikuwa ndani ya ile nyumba, na baadaye akawa sasa anamchunguza mwanamke wake kila hatua ambayo alikuwa anaifanya, na bila Melanie mwenyewe kuweza kushtuka. Sasa Janilo alikuwa akimuuliza maswali mengi tu kuhusu yule Luteni Kanali, mpaka Melania akajikuta sasa anaanza kumfuatilia bwana yule kiundani, na taarifa zake anamsimulia mpenzi wake, wakiwa kama sasa wanafurahia nyakati ambazo walikuwa wote. Sasa siku kadhaa baadaye bwana yule alikuwa ameuawa, ndipo Melania alianza kuwa na hisia mbaya na Janilo, wakati huo anampenda kupitiliza, sasa akiwa ndio kwanza ameanza kumchunguza. Sasa Janilo alitambua hilo, hivyo alijiwahi na kumwambia ukweli Melania kwamba yeye alikuwa ni muuaji, na lengo la kukutana naye ilikuwa ni aweze kumsaidia kumpata ule kiongozi. Kwa alimhakikishia mwanamke ule kwamba alikuwa na uwezo wa kumuua, ila alikuwa akimpenda, hivyo alikuwa tayari kuweza kupotea na kuyaacha maisha yake, japo hakutakiwa kuja kuyaonyesha sehemu yote kama waliwahi kukutana kwenye maisha yao ama kujuana. Kwa hiyo yale maisha ambayo waliyaishi kwa wakati ule yalitakiwa kufunikwa tu kama ni hakuna jambo ambalo lilitokea. Msikilizaji, Fionela alionekana kuwa makini zaidi kusikiliza hadithi ile ya mapenzi, wakati ambao Daniel alitulia kunywa maji, huku sasa akimwangalia mwanamke yule na kutabasamu, maana ni kama alivutiwa naye, na yani ni kama alivutiwa na ile simulizi ya Hubatam. Kwa hiyo Daniel aliendelea kusimulia akisema ya kwamba mapenzi yana nguvu kubwa kuliko jambo lolote. Brigadier mara ya kwanza alitishia kumuua bwana yule, ila baada ya kusikia habari ya kwamba angeweza kupotea na asingekuja kumuona tena, hata zile hasira kali za usaliti ndani yake zilipotea. Jambo pekee ambalo lilitawala kwa wakati ule yalikuwa ni maumivu tu na mawazo ya namna ambavyo angeweza kuishi mwenyewe tena, wakati penzi lake na moyo wake vyote alivikabidhi kwenye mikono ya bwana huyo. Hivyo ilimlazimu tu kupiga goti na kumuomba Janilo asije akamwacha. Lakini hakuwa tayari kuishi mwenyewe kwenye huu ulimwengu, kwani dunia ingekuwa sehemu mbaya na ngumu upande wake. Sasa kuona kama angeweza hayo yote mwenyewe, ingewezekana vipi yani wawili wale ambao kwa asili ya kazi zao walipaswa kuwa maadui wakawa pamoja? Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo Janilo alimhakikishia Melania kuwa wale
Yaani hakukuwa na namna ya wao kuwa pamoja tena. Wale walikuwa wanaenda kuwa maadui wakubwa kwenye maisha yao baada ya siku ile, na kama wangekuja kukutana siku nyingine, Janilo alimhakikishia ni lazima angemuua, maana asingekuwa yule ambaye alikuwa anamuona mbele yake. Ni rahisi kwa mwanaume kufanya maamuzi kama yale, lakini sio kwa mwanamke, hususan Melania ambaye hisia zake zote na moyo wake wote alimkabidhi bwana yule. Ila ule ulikuwa ni mtihani mkubwa kwa Janilo, kwani kwa kazi zetu sisi haziendani na mapenzi. Ndio maana watu wengi wa aina yetu hata familia tu hatuna. Kwani familia inaweza kuwa sehemu kubwa zaidi ya anguko lako. Na ni wengi unaweza kuingiza kwenye matatizo mazito, hususan kama unakuwa ni mtu wa kuendekeza hisia. Kwa hiyo sisi tunalala na wanawake na kuondoka, yani tunachapa ilale. Umeona? Sisi hatuweki kambi sehemu yoyote ile, hapana. Haina maana ya kuwa tuna hisia kale, ila sasa hatukufundishwa kuzipatia kipaumbele. Brigadia yeye alifanya maamuzi magumu ya kukubali kuacha kazi yake na kwenda kuishi na huyo bwana. Alikubali kuwa mwanamke wa Janilo ili aache kazi ya jeshi, jambo ambalo hata Janilo mwenyewe lilimshangaza, hasa kuzingatia hakuwa anamwamini mtu yoyote kwenye maisha yake. Kuanza kuzunguka na mwanamke kwa aina ya maisha yake lilikuwa linaenda kuwa jambo baya sana na la hatari kwa upande wake. Ila sasa angefanya nini sasa? Na yeye mwenyewe alikuwa anampenda sana Brigadia. Na ndipo wakaingia sasa makubaliano kwamba vitengenezwe vyeti feki vya magonjwa vya Brigadia ili aweze kupata sababu ya kukubaliwa kusimama kazini. Na kiukweli hilo liliwezekana kukubaliwa. Yule daktari ambaye alifanya kazi hiyo alikuwa ni daktari mkuu wa jeshi ambaye alitembelewa na Janilo mwenyewe, hivyo chaguo lilikuwa lake. Athibitisha kama Melania alikuwa na matatizo na alitakiwa kukaa nje ya kazi kwa muda mrefu, ama yeye na familia yake wauawe kwa pamoja. Kwa hiyo sasa Brigadia ombi lake lilikubaliwa. Basi mkurugenzi akamuuliza ya kwamba kwa hiyo unataka kusema kwamba mpaka leo hayupo kwenye mfumo wa serikali? Daniel akajibu ya kwamba hapo sasa hata mimi mwenyewe sijui ilikuwaje, ila kama mpaka leo yupo kwenye mfumo basi atakuwa anaendelea kulipwa. Theodia akaulizwa ya kwamba yani inawezekanaje? Theodia akajibu ya kwamba inawezekana, hususan wakikutana watu wenye akili. Anaweza kuwepo ndani ya mfumo akawa anakula mamilioni ya pesa tu na hakuna mtu atakayeshtuka, na kama kuna ambaye ameshtukia basi atakuwa kwenye mkono wake. Kwa hiyo unajua hii nchi inatafunwa kila kona. Nyinyi mnapambana kuwakomoa vijana ambao wanakosoa mambo mabaya. Sasa wewe unategemea mambo ya muhimu kama haya mtafuatilia saa ngapi mkurugenzi? Mko busy tu kukosoa watu wengine wakati kuna sehemu nyingi sana za kutilia manani. Basi mkurugenzi Luka akajibu ya kwamba huyu Melania yani ilikuwaje akaishia kumsaliti mwanaume wake, na hawa watu ambao nawaita the Genesis waliingiaje kwenye hili? Theodia akajibu hao hili waliingia kwenye huba huru ambalo liliahidiwa. Walipendana kuliko hata kuku wanavyowapenda watoto wake na kuwalinda kwa hivyo. Huenda walitakiwa kuja kuzikwa kwenye kaburi moja siku moja, ila mambo yalibadilika baada ya Brigadia kupata ujauzito. Kuna kosa kubwa moja lilifanya la kwenda kupima kwa siri hospitali. Hivyo baada ya kwenda huko kuna watu ambao walipata taarifa zake na kwamba alikuwa na mimba. Asile safari yake ambayo ilikuwa yenye mawazo makubwa ilibadilika na kugeuka kitu cha hatari baada ya kukutana na watu wakati anarudi mahali ambako alitakiwa kukutana na Janilo, huku sasa akiwa amepanga kumwambia siri hiyo ya yeye kuwa mjamzito ili wawili hao wajue nini cha kufanya kwa ajili ya kujiandaa kumpata mtoto wao. Sasa watu ambao walikutana nao walimvamia katikati ya barabara na gari yake. Alirushiwa kifaa cha gesi kwenye gari. Baada ya kusimama ndani ya muda mfupi alipoteza fahamu. Kwa hiyo baada ya muda mfupi kidogo baadaye sasa alipokuja kuzinduka alishtuka na kushangaa baada ya kumuona Rais Martin Sagambi mbele yake. Sasa ile kwake ilikuwa ni zaidi ya hatari, kwani moja kwa moja alitambua ile siri yake ipo uchi kabisa na alikuwa anaenda kukumbana na kesi ya uhaini ambayo moja kwa moja ilikuwa inaenda na maisha yake. Ila sasa mambo yalikuwa tofauti. Ilikuwa tofauti na alivyokuwa anafikiria, kwani rais alimuuliza kama alikuwa salama, kisha akamtaka aweze kumfuata mpaka sehemu ya nje ambayo ilikuwa na hewa safi kwa ajili ya mazungumzo. Kwa hiyo Melania akiwa mwingi wa wasiwasi bado alikuwa na kitete sana, maana hakuwa na uhakika kama alikuwa salama au la. Sasa rais akamwambia kwamba najua unajisikia wasiwasi kuwepo hapa na kukutana mimi, hususan kwa aina ya mazingira ambayo mimi na wewe tumeweza kukutania. Alikuwa lengo langu kufanya haya, ila kuna muda ni muhimu kuchukua kila tahadhari, kwa sababu kosa moja tu linaweza kuondoka na maisha ya mtu ama kunirudia mimi mwenyewe vibaya Melania.
Kwa hiyo rais baada ya kusema hivyo, Melania akasema ya kwamba ndio mheshimiwa, ndio maana nimeshangaa kutana na wewe hapa, kwa sababu kama ungenihitaji ungenitafuta na kunipatia taarifa, ningekuja tu kusikiliza. Sasa rais ndo akamjibu kwamba una uhakika ningehitaji kukutafuta ningekupata? Kwa hiyo sasa Melania aliinama, maana alijua anadanganya, kwa kuwa wakati ule hakuwa anajulikana yupo wapi na hakuwa amepatikana popote kwa miezi kadhaa. Kwa hiyo sasa rais alimwambia Melania kwamba najua haupo tena jeshini, ila baada ya kufuatilia nikatambua upo na moja ya watu ambao mimi nimewahi kufanya nao kazi, na ndio sababu wewe leo upo hapa. Kwa hiyo Melania akauliza kwamba umewahi kufanya kazi na nani? Rais akamjibu na Janilo. Sasa Melania baada ya kusikia hivyo aliogopa mno zile taarifa ambazo moja kwa moja alikuwa anazipata kutoka kwa rais. Hakuwa na taarifa wala hakuwahi kuhisi kama mpenzi wake aliwahi kujuana na rais na wakafanya hadi kazi pamoja. Kwa hiyo sasa Melania akamuuliza rais ya kwamba mheshimiwa, nadhani labda utakuwa umechanganya mambo. Rais akamwambia kwamba unaweza kukataa kwamba umeacha kazi ili uwe na yeye. Sasa baada ya rais kusema vile, Melania alibaki tu akiguna. Tuna rais akamwambia kwamba unajua nimefanikiwa vipi kukupata? Melania akajibu ya kwamba hapana. Sasa hilo jibu la Melania, rais akamwambia kwamba daktari ambaye umeenda kumuona ni moja wa watu wangu wa karibu na alikuwa anakufahamu kwa sababu kuna siku ambayo nimewahi kuwapandisha vyeo kwenye vyombo vya habari, hivyo baada ya kukuona ofisini kwake alinitumia taarifa haraka, nikatuma watu wangu kuja kukufuata pale, ndio maana upo hapa. Wewe unajua kwa nini upo hapa? Baada ya kuulizwa hivyo, Melania ndo akajibu kwamba hapana mheshimiwa. Sasa rais akamwambia kwamba Janilo ndiye mtu aliyenisaidia mimi kushinda urais. Sasa hiyo kauli ya rais, yani ya huyo mheshimiwa, ikamfanya Melania kushtuka sana. Melania akasema ya kwamba mbona ni mtu wa kawaida tu yule, yani amekusaidiaje kushinda urais wewe ambaye una kila rasilimali? Rais akamwambia kwamba yule ni wa kawaida ukiwa unamwangalia kwa macho ya nje na juujuu tu kama umjui. Yule ni moja kati ya binadamu hatari zaidi kuwahi kuishi hapa duniani. Ndiye ambaye ametumika kuwatishia na kuua wapinzani wangu wote ambao walikuwa na nguvu ya kuweza kunifanya mimi nikaikosa nafasi hii ambayo nipo nao kwa sasa. Yule ni moja wa watu wangu wa karibu ambaye kila nikiwa na shida kubwa na inatakiwa kutatuliwa kimabavu, basi lazima simu yake iwe ya kwanza kuita. Nadhani hata wewe hakuamini vya kutosha, ndio maana haujua yote, si ndio? Msikilizaji, kumbuka hapa TOD bado anawaelezea hawa ndugu ya Jumbe. Sasa TOD akaendelea kwa kusema ya kwamba Melania jambo lile lilimuuma sana. Mwanaume ambaye alijitoa kwa ajili yake bado alikuwa anaendelea kumdanganya mengi kwenye maisha yake. Sasa Melania akasema ya kwamba kwa nini nipo hapa mheshimiwa? Mheshimiwa akasema ya kwamba mimi nyuma yangu nina taasisi kubwa ambayo ndio walikuwa na mpango wa kuniingiza Ikulu. Ni watu ambao wana kila kitu, ndio maana ilikuwa rahisi zaidi kumpata Janilo na kumlipa mabilioni ya pesa. Kwa sasa Melania alishtuka akauliza mabilioni? Akaambiwa ndio. Melania akasema mbona ni mtu tu ambaye anaonekana kuwa na maisha ya kawaida tu? Mheshimiwa akamwambia kwamba unamaanisha nini kwa sema ya kawaida? Melania akamjibu mheshimiwa kwamba ana pesa lakini sio za kumfanya kuwa na hayo mabilioni ambayo umeyasema wewe. Mheshimiwa alimtazama Melania akamuuliza kwamba yani unamzungumzia Janilo au nani? Melania akajibu ndio huyo mpenzi wangu na mume wangu mtarajiwa Janilo. Sasa mheshimiwa alicheka sana. Akasema hivi unamjua hata kwa jina lake halisi kweli? Au na huku alikudanganya yeye anaitwa Janilo? Sasa mheshimiwa baada ya kumwambia hivyo Melania, brigadia kwanza alimeza mate ndani, maana alikuwa anaambiwa mambo ya ukweli. Na mheshimiwa akamwambia kwamba Jed Gerald ndio jina lake halisi. Yule mtu mpaka sasa nina uhakika ni bilionea kwa sababu kazi ya kuua mtu mmoja tu, yani kazi ya kumuua mtu mkubwa mmoja tu inaweza kufilisi mtoaji wa pesa, na mimi nimemkuta akiwa amefanya kwa miaka mingi. Leo nasema kwamba hana pesa. Brigadia, nadhani kuna mengi uliyopaswa kuyajua kwa huyo bwana. Yule ni muuaji. Sifa yake kubwa, hamwamini mtu yoyote kwenye maisha yake, kwani anaamini hata wewe kumgeuka ni swala dakika moja tu. Ndio maana kuna taarifa zake za ndani hawezi kukupatia, maana akifanya hivyo huo utakuwa ndio mwanzo wake wa yeye kupotea hapa duniani. Basi Melania akauliza kwamba kwa nini nipo hapa mheshimiwa? Mheshimiwa akamwambia kwamba ni kwa sababu nahitaji auawe. Melania akamwambia kwamba nadhani nimekusikia vibaya. Mheshimiwa akamwambia kwamba nahitaji Janilo aweze kuuawa. Asa Melania alisimama akiwa ameukunja uso wake ambao ulikuwa ni wa ghadhabu. Alimwangalia mheshimiwa na kutamani hata kumuua, ila sasa alikuwa kwenye himaya ya rais.
walinzi hawakuwa mbali na silaha zao, hivyo kama angejaribu tu kufanya kitu cha hovyo walikuwa wanaondoka na maisha yake. Kwa sasa Melania akasema kwamba mheshimiwa, mimi nakuheshimu sana ila naomba niende. Mheshimiwa akamwambia kwamba mpaka sasa una kesi ya uhaini kwa kuwa na mtu ambaye alimuua Luteni Kanali. Hii kesi pekee inatosha kukufanya uwawe ndani ya siku kadhaa tu ndani ya jeshi. Ukiachana na hilo, kwa sasa una mimba na nina imani ni jambo ambalo umelisubiri kwa miaka mingi kuitwa mama, kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka kwa daktari wangu ambaye alikuwa anakutibu. Una hakika unataka huyo mtoto asizaliwe hapa duniani na kuitimiza ndoto yako ya wewe kuwa mama kwa sababu tu unataka eti kumlinda huyo bwana ambaye mmekutana ukubwani? Baada ya mheshimiwa kusema hivyo, Melania akamjibu ya kwamba kwa nini unanifanyia haya? Mheshimiwa akamwambia kwamba siasa imenifunza kuitumia kila nafasi ambayo inakuja mbele yangu kwa manufaa yangu mwenyewe. Melania akasema, huyu mtu umesema kakusaidia mengi na hata sasa hivi ukihitaji msaada unamtafuta yeye. Sasa kwa nini unahitaji kuweza kumuua? Melania baada ya kumuuliza hivyo mheshimiwa alimwambia kwamba ni kwa sababu anajua siri nyingi kuhusu mimi. Hizi siri kama hata kwa bahati mbaya tu zikaja kufika kwenye mikono ya watu, itaniharibia maisha yangu yote na siasa ambayo nimeijenga kwa nguvu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama mwanasiasa, siku zote mimi natanguliza mbele maslahi yangu kabla ya mambo mengine kufuata. Hivyo hata Janilo sio muhimu kwangu kama kilivyo kiti changu. Melania akasema, unaweza kumpigia simu moja tu akaja ulipo na ukamuua kama ulitaka kufanya haya. Kwa nini sasa unahitaji kunitumia mimi jambo ambalo hata bila mimi linaweza kufanyika? Mheshimiwa akamjibu Melania kwamba nina imani haujawahi hata kumshuhudia akiwa anaua watu. Kumuua yule sio jambo rahisi kama ambavyo unafikiri wewe. Kama ingekuwa rahisi namna hiyo, basi niamini mimi hata usingekuwa hapa muda huu. Upo hapa ni kwa kuwa siku ambayo mimi nahitaji kukutana naye, kuna mambo kwako nahitaji uyafanye. Nataka uyafanye mambo fulani kwake. Melania akauliza, ni kama yapi hao ambao nataka mimi niyafanye kwake? Sasa mheshimiwa akamwambia kwamba nahitaji kwanza siku hiyo umpatie dawa ya kupunguza nguvu ambayo itakuwa inafanya kazi taratibu na kuleta usingizi. Jambo la pili, nahitaji silaha zake zote hususan bastola zitolewe risasi, maana hawezi kuja kuonana na mimi kizembe. Bali na hayo, nahitaji taarifa zake za kila siku kwamba anapendelea zaidi kufanya nini, kwa nini na ni mtu aina gani kwa utu wake, maana huwa tunakutana tu kwenye matukio ya kazi nje tu na hapo mimi sijawahi kumjua kiundani. Basi Melania akamuuliza mheshimiwa kwamba unaua kila ambaye anajua siri zako. Paka sasa nishajua wewe ni rais mshenzi tu ambaye umeutumia ujinga wa watu kuwaadaa kwamba wewe ni rais wao bora ambaye wanapaswa kujivunia kuwa naye kwenye taifa lao. Mimi nitamenije naweza kuwa salama kutoka kwako na hawa watu wako wa siri ambao wapo nyuma yako baada ya kuzijua siri zako? Melania alivyouliza hivyo, mheshimiwa akamwambia kwamba wewe sitakuwa na haja ya kukuua kwa sababu mbili za juu. Kwanza, wewe mwenyewe mpaka sasa ni mhaini. Umeelewa? Sababu ya pili, unatambua unaenda kuwa mama. Na mimi sina imani kama utakuwa tayari kuweza kuhatarisha maisha ya mwanao kwa sababu ya huyo bwana ambaye nina uhakika hata yeye anakutumia tu, ni swala la muda tu kabla hajaweza kukusaliti. Kwa hiyo mimi sitakuwa na haja ya kukutafuta wewe, maana utakuwa makini kuweza kuyalinda hayo mambo mawili, lakini vile vile kuna ofa yako. Kwa hiyo Melania akiwa sasa anashangaa, rais alimpatia ishara mlinzi mmoja hivi ambaye alisogea pale alipo akiwa na mabegi mawili ambayo baada ya kuyafungua ndani zilikuwa zimejaa pesa. Kwa hiyo mheshimiwa alimwambia kwamba hizi ni bilioni 2 za Kitanzania. Kwa kazi yako najua hizi ni pesa nyingi ambazo zitakufanya ukaishi maisha mazuri, na kingine utaongezewa mshahara na jina lako halitaondolewa kwenye mfumo. Hivyo wewe utaendelea kulipwa kama kawaida pesa nyingi tu, na jina lako litakuwa siri, hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kulifuatilia, ila tu hakikisha unafanya haya mambo ambayo nimekuagiza kwa usalama wa maisha ya mtoto wako. Kwa baada ya Melania kuambiwa hivyo, alihema akiwa na meza mate. Zile pesa zilikuwa ni nyingi mno kwake kuzikataa. Sasa Melania akauliza kwamba unamaanisha akija na silaha zake anaweza kuwa na madhara hata kama utakuwa na walinzi wengi? Mheshimiwa akamjibu kwamba ndio, nina imani akiwa na hivyo vitu na akiwa na utimamu wake wa kimwili na kiakili, ni mimi ambaye ninaweza kufa. Kumbuka kuna mlinzi wangu mmoja ambaye atabaki Ikulu na atakuwa na taarifa zote, hivyo kama jambo lolote likitokea kinyume, maana yake atajua ni wewe ndiye sababu, na sina imani kama unatamani kuingia kwenye kesi ya kumuua rais wa Tanzania Melania. Hii ni kesi ambayo hakuna binadamu anataka kuwa nayo, hususan kwa mwanamke wa aina yako ambaye umepambana kwenye maisha yako kufika mpaka hapa. Melania akauliza kwamba na kama nikifanikisha hii kazi je?
Mheshimiwa akamwambia kwamba nenda kokote unakotaka, hakuna mtu atakuja kukufuatilia kwenye maisha yako yote. Melania akasema mimi nafanya haya ni kwa ajili ya mwanangu. Nitamlinda huyu mtoto kwa gharama yoyote ile ambayo itakuja mbele yangu. Hivyo nipo tayari kufanya yale ambayo unayataka, ila hakikisha na wewe unalinda maneno yako ambayo umeniambia hapa sasa hivi. Mheshimiwa akamwambia kwamba nilijua kama watu ambao tuna mawazo ya mbali lazima tungefikia sehemu tukawa na mtazamo mmoja kama hivi Melanie. Na msikilizaji, sasa muda wote huu Daniel alikuwa anatukumbusha ama kutuonesha matukio yalivyokuwa baina ya Melanie pamoja na Mheshimiwa Rais mpaka kuja kufikia hatua ya kumsaliti Janilo. Sasa Daniel ama TOD anaendelea kusema ya kwamba hivi ndivyo Melania aligeuka kuwa mwiba mkali kwa Janilo. Daniel alitulia kuangalia watu wale ambao wote walikuwa makini kusikiliza ile simulizi ambayo alikuwa anaitoa Daniel kuhusu namna yule brigadia alivyochangia kwa ukubwa hatima ya maisha ya Janilo, na ndio ingekuwa sababu kubwa ya kumfanya bwana yule kumsakama mahali kokote ambako angekuwepo kwenye maisha yake. Basi akaulizwa ya kwamba kwa hiyo taasisi ambayo ulikuwa nyuma ya rais ndio hao the Genesis? Daniel akajibu ya kwamba ndio wenyewe haswa, na kwa bahati mbaya zaidi mwanzilishi wa hii taasisi anadaiwa kuwa agent wa CIA. Basi wote walishtuka sana. Daniel akasema ya kwamba ndio hivyo, kwenye kulifuatilia ili kuna mambo kadhaa ambayo hata mimi mwenyewe nahitaji kuyahakiki, hivyo nina imani nitaweza kuyajua na kuwa na uhakika nao. Basi mkurugenzi akauliza kwamba ni nani na nani ambao wapo nyuma ya hii taasisi? Daniel akajibu hili ndilo jambo ambalo mpaka sasa sijawahi kujua ni akina nani wapo nyuma ya hili taasisi. Mkurugenzi akasema okay, na Janilo atakuwa anawajua? Daniel akajibu kama angekuwa anawajua asingeweza kumuua rais. Rais angekuwa ni mtu wa mwisho. Amemuua kwa sababu anatambua wataanza kujitokeza, maana inatakiwa wahakikishe mfumo bado unakuwa kwenye upande wao. Na hii maana yake ni kwamba wataanza kuwafikia baadhi ya viongozi kujaribu kuhakikisha kila kitu kinawekwa sawa. Mkurugenzi akasema una imani rais mpya anajua yote ama? Daniel akajibu sina uhakika na hilo na sidhani kama anajua lolote. Mkurugenzi akasema kwamba kwa nini Janilo hakuhitaji kupata nafasi ya kukutana hata na rais aweze kumuuliza kuhusu watu hawa? Daniel akajibu wewe ni mkurugenzi, hebu jiongeze basi muda mwingine. Mtu wa kawaida anakutana wapi na rais? Msikilizaji, kwa jibu hilo mkurugenzi hata mwenyewe alijiona kuwa mjinga kuuliza ule upuuzi. Basi akauliza kwamba na hizi nyaraka ambazo ameiba vipi zenyewe? Daniel akajibu hizo ndio njia yake rahisi kuwapata watu wake. Mkurugenzi akasema anawapataje wakati sisi ambao tumekaa nazo kwa muda mrefu hatujawahi kuona jambo lolote? Daniel akajibu nadhani unatakiwa kujua namna ya kuzuia hatari ya hizo siri, maana lazima ataanza kuzifanyia kazi leo usiku. Mkurugenzi akasema nini? Nini natakiwa kufanya kwa sasa? Akamwambia rais ukweli. Mkurugenzi alishtuka sana, akasema kwamba? Daniel akajibu ukweli kuhusu mtangulizi wake. Sasa Luka akamwambia kwamba hapana, hawezi kuelewa bwana. Yule kwake alikuwa ni mtu wa muhimu na wa mfano ambaye aliamini ndiye shujaa wake. Kumwambia habari kama hizi hawezi kuzikubali wala kuziamini. Daniel akasema mkurugenzi, kazi yako ni kumwambia ukweli. Kuziamini au kutokuziamini hizo habari sio tatizo lako, litakuwa ni tatizo la kwake yeye. Basi mkurugenzi Luka akamuuliza Daniel ya kwamba na vipi kuhusu wewe? Daniel akajibu muda wangu wa kukaa hapa umeisha, hivyo natakiwa kuondoka. Mkurugenzi akasema mbona bado hatujamaliza mazungumzo? Daniel akajibu mimi sio mwajiri wako mkurugenzi, kiasi kwamba eti unaweza ukanipata muda ambao unataka wewe na kwa namna ambavyo unataka wewe, hapana. Mkurugenzi akasema lakini nimekulipa bwana, mimi nakulipa. Daniel akajibu umenilipa niweze kukusaidia kazi, hivyo niache nifanye kazi kwa namna ambavyo naitaka mwenyewe na namna ambavyo naona inafaa. Mkurugenzi akasema sawa, haya Melania tunaanzia wapi kumtafuta? Daniel akajibu ndiye ambaye naenda kumtafuta muda huo. Daniel hakusimama tena, aliondoka ile sehemu akiwaacha watu wale wakiwa kama wamepigwa ganzi. Kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndivyo walivyokuwa wanazidi kugundua mambo ambayo yalikuwa yanatisha. Hawakuwa wanaamini kama ndani ya taifa lao kulikuwa na mambo kama yale, na hata hawakuwa na taarifa nayo kabisa, huku mkurugenzi akiwa na kazi kubwa
ya kwenda kuzungumza na rais, habari ambazo alikuwa na uhakika wa kwamba rais hakuwa tayari kuweza kuzisikia. Naam, tutazame hawa The Genesis pamoja na jaji mkuu. Mheshimiwa Jaji Mkuu Bwana Fidel Tabuku alikuwa kwenye ofisi yake bwana, akiwa anaendelea na majukumu mapya, hususan kuhakikisha kwamba anasimamia kwa usahihi mamlaka mapya kwenye utawala mpya ambao aliendelea nao. Alikuwa sehemu ya rais ambaye aliuawa, na kwa wakati huo sasa alikuwa sehemu ya rais mpya ambaye alimuomba kwa ukubwa aweze kumsaidia kujenga Tanzania mpya. So unajua tena rais akiingia anakuaga na crew yake. Kwa hiyo unaweza kashangaa leo chaguliwa awamu iliyopita wanaondolewa na uwekwa watu wengine. Kwa hiyo huyu liliendeleza gurudumu. Sasa alikuwa na majukumu mengi sana mezani kwake kuhakikisha kwamba muhimili wake unasimama ngangali. Ni muda mfupi tu alikuwa ametoka kuongea kwenye simu na mwanasheria mkuu wa serikali, ndipo alisikia mlango unagongwa. Haikuwa imezoeleka mlango wake kugongwa hata mara moja. Alitulia kwa muda na kumruhusu mgongaji kuingia, ndipo alishangaa kumuona katibu muhtasari wake akiwa anamwangalia. Basi katibu muhtasari akamwambia kwamba bosi, nimepiga simu tangu dakika 10 zilizopita, ila kwa bahati mbaya sijafanikiwa kukupata, maana muda wote ulikuwa unatumika. Jaji akamwambia kwamba ni kweli nilikuwa katika mazungumzo. Vipi, kuna nini? Katibu akamwambia kwamba kuna mwanaume yupo mapokezi, amekusubiri kwa dakika zote 10 akisema ana shida kubwa ya kuweza kuonana na wewe. Jaji akasema alikuwa kwenye orodha ya wageni ambao unatakiwa kuonana nao leo ama? Katibu akajibu hapana bosi, amesema tu hawezi kuondoka hapa bila kuongea na wewe, kwani hili jambo limebeba hatima yako. Ndio maana baada ya kuona upokee simu akasisitiza nije mwenyewe hapa kuhakikisha kwamba unapata ujumbe. Jaji akajibu, yani huyo mtu ndiye kakwambia wewe hivyo ama? Katibu akajibu ndio bosi. Jaji akasema unamfahamu huyu mtu na amewahi kuja hapa? Katibu Mitasi akasema hapana, ndio mara yangu ya kwanza kumuona. Jaji akasema ana mzigo wote? Katibu akajibu hapana, maana amekaguliwa, ana simu tu mkononi pamoja na fimbo ya kutembelea. Jaji akauliza hiyo fimbo imekaguliwa hiyo? Akajibu ndio. Jaji akasema ukimwangalia anaonekanaje? Katibu Mitasi akajibu ni kama tu mfanyabiashara mwenye mafanikio makubwa. Jaji akasema ukimruhusu aingie. Sasa katibu Mitasi akamuuliza bosi wake ya kwamba bosi, una uhakika? Jaji akajibu mruhusu. Basi bwana. Katibu Mitasi alitoka na kwenda kumruhusu bwana yule kuweza kuingia ndani ya ofisi kubwa ya Jaji Mkuu wa Tanzania. Wakati anaingia alikuwa makini kumwangalia bwana yule ili kuweza kutambua kama alikuwa sehemu ya watu ambao aliwahi kufahamiana nao kwenye maisha ya nyuma, ila alitambua hakuwa mtu wa aina hiyo. Basi alimkaribisha pale na jamaa akasema kwamba mheshimiwa, najua na mambo mengi ya kufanya kwa ajili ya taifa hili, ndio maana nimeheshimu maamuzi yako ya kukubali kuketi na mimi chini ili tupate kuzungumza. Msikilizaji, nikukumbushe tena kwenye swala hili. I say The Genesis hii ni taasisi, kwa hiyo aliyoko hapa ni kama member ama mwakilishi ambaye amekuja sasa kuonana na huyu jaji mkuu. Kwa hiyo mazungumzo ndio hivyo yameanza, na jaji mkuu alimwambia kwamba I say mimi nadhani una dakika 2 tu za kuweza kujielezea, maana nina kesi nyingi sana mezani za kuzishughulikia. Niamini mimi jaji mkuu, utatamani wewe na dakika zaidi ya hizo 2 kuzungumza na mimi. Yaani wewe una maana gani kuniambia hayo mambo? Kwanza hata hujajitambulisha bwana. Mkuu, mwaka 1985 ukiwa unamalizia masomo yako daktari, ulikuwa mmoja wa vijana wa hovyo, ndio sababu ulihusika kwenye kumbaka na kumuua binti Sara Migomba. Huyu mwanamke mrembo ambaye alitarajiwa makubwa alikutwa akiwa amefia bafuni, huku kesi ikidaiwa kuwa ni kuzidishia madawa. Hatimaye akazama kwenye maji ya jacuzzi, na kwa vile wakati ule alikuwa anaishi mwenyewe, wajinga waliamini kama yale yalikuwa ya kweli. Lakini unahisi watu kama mimi tunaweza kuyaamini hayo? Jaji mkuu alibaki akiwa ameduaa. Yule mgeni alikuwa anaongea mambo ambayo hata yeye mwenyewe alikuwa ameshafunika muda mrefu. Alisimama na kusogea mpaka kwenye dirisha, akalifunga na kumgeukia yule bwana akiwa ni mwingi wa hasira. Wewe umeingiaje kwenye hili eneo? Najua hii sehemu ina ulinzi mkali, lakini kila mtu huwa ana namna yake ya kuishi kila sehemu ambayo anakuepo. Vipi, bado unahitaji niondoke baada ya dakika 2? Maana hapa bado sekunde 15 tu. Wewe ni nani bwana? Mimi naweza kuwa rafiki mwema kwako, ama naweza kuwa mtu ambaye nitahakikisha unakosa
na kupoteza kila kitu kwenye maisha yako, kuanzia familia. Hebu tulia bwana, usije ukathubutu tena kuitaja familia yangu kwenye midomo yako, umesikia? Kwa sababu nitahakikisha hutoki ndani ile jengo. Mkuu, kwa maana hiyo unapaswa kuhakikisha mimi nakuwa rafiki kwako na ninatoka humu ndani nikiwa salama, kwa sababu kama nisipotoka watu ambao wamenituma mimi hapa hawatakuwa na furaha, na wale wasipokuwa na furaha, mimi sina hakika kama utamaliza hata masaa 10 ukiwa kwenye hicho kiti. Wewe ni nani bwana? Mimi ni hatima hili taifa. Hatima ipi bwana? Jaji, hebu tusipotezeane muda bwana jaji. Rais ambaye ameuawa alikuwa ni mtu wetu mwaminifu, ila kwa sasa hayupo, hivyo tunahitaji mtu mwingine. Wewe unamzungumzia rais upi? Martin Sagambi. Wewe utakuwa umechanganyikiwa bwana. Wewe huko ulikotoka utakuwa umechanganyikiwa kabisa. Jaji, nisikilize. Mimi nina uhakika unahisi upo sahihi, kwa kuwa alikuwa anaonekana kuwa rais bora. Rais mwema na mtu mwajibikaji. Ila ni sisi ndio ambao tulitaka awe hivyo. Wewe unahisi kwamba kwenye ubakaji na mauaji upo wewe tu? Msikilizaji, yule bwana alitoa simu yake na kumpatia jaji mkuu ambaye hakuwa naamini kile ambacho alikuwa anakiona. Rais wake alikuwa anambaka binti mmoja ambaye alikuwa Miss Tanzania, na baada ya hapo alimtishia kwamba kama angesema yale mambo popote angekuja kumuua. Hili inawezekanaje hili bwana? Jaji, ndio dunia ambayo tunaishi kwa sasa ndugu jaji. Kila mtu ana changamoto zake, ila mashindano yapo kwenye nani anajua zaidi kuzitunza siri zake. Yule ambaye ana uwezo wa kuzitunza vizuri zaidi anakuwa salama, na yule ambaye hana uwezo wa kuzitunza vyema anakuwa muhanga, kama wewe hapa siku ya leo. Njia pekee ya siri zako kuendelea kukaa gizani ni kuweza kukubali kufanya kazi kwetu. Sasa mimi nitakuwa na uhakika gani kama zitakuwa salama? Sisi tumekaa nazo kwa miaka mingi. Wewe unahisi kama tungehitaji ziwafikia watu wasingekuwa wanajua mpaka sasa? Huwa tunakusanya taarifa nyingi kwa kuamini kuna wakati ambao mambo yanaweza kuwa vibaya zikawa na faida kwa baadaye. Nadhani hata wewe mwenyewe umeliona hilo siku ya leo. Kwani nyinyi mnahitaji nini kwangu bwana? Kwa sasa wewe unatakiwa kuhakikisha rais anakuwa upande wetu. Hapana. Hawezi kukubaliana na upuzi. Sasa ndio natakiwa mfanye akubali. Siwezi bwana. Nadhani unaelewa ni kipi kinaenda kukutokea kama ukiendelea kukazania kuwa huwezi kuifanya kazi. Wewe kwani unategemea mimi kufanya nini yani kwenye haya mambo, kwa sababu mimi sikuelewi bwana. Jaji, wewe ni mtu mzima, sawa? Mimi sina uhakika kama eti unatarajia mimi nianze kukufundisha wewe juu ya nini unatakiwa kukifanya kwa wakati kama huu. Okay, sawa, basi mniambie ni nini mnahitaji kutoka kwa rais? Rais anatakiwa kuwa kwenye mkono wetu kama Sagambi. Na kama ikishindikana kabisa, anatakiwa kufa. Njia yoyote kuwa hai ni wewe kuweza kuhakikisha anakuwa upande wetu, na hilo linapaswa kufanyika haraka sana. Kwa hiyo ni nyie ndio mmemuua Sagambi, si ndio? Sasa sisi tungeweza vipi kumuua mtu ambaye tulimweka sisi wenyewe na alikuwa mtiifu kwetu? Ila mnamjua ambaye amemuua, si ndio? Ndio tunamjua kwa sababu tuliwahi kufanya naye kazi kupitia rais. Sawa, nahitaji jina. Wewe fanya kazi ambayo nimekuagiza bwana. Nikiwa na uhakika kwa asilimia zote nitakupatia taarifa zaidi kuhusu huyu mtu ambaye nina uhakika hata wewe unahitaji kuweza kumpata. Sasa mimi sijui naanzia wapi kuhusu kazi hii bwana. Baada ya jaji kusema vile, yule bwana alitoa kibasha na kumpatia. Akamwambia kwamba katikati ya karatasi cha ndani kuna line ya simu. Hiyo ukiweka kwenye simu kubwa itakuletea maelezo yote ambayo unahitaji kuyajua kuhusu sisi na kazi yako. Utanufaika na mengi, na nchi ipo mikononi mwetu. Maana yake tunaweza kufanya maamuzi ya nani awe nani, ila tunatakiwa kuhakikisha rais wa sasa anaelewa mipaka yake kwanza, ndipo mambo mengine yaweze kuendelea. Baada ya huyo bwana kusema hivyo, alitabasamu na kumpatia mkono jaji mkuu ambaye hakuwa na namna zaidi tu ya kukubaliana nao, maana hakuwa na namna nyingine. Kisha mwanamume yule taratibu akawa sasa anapotea ile sehemu. Sasa tuamie upande wa mkurugenzi akiwa pamoja na CDF. Mkurugenzi bwana, ni mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea kichwani mwake. Alikuwa na mawazo ambayo hayakuwa na kipimo, lakini wakati huo kwenye kesi yake ya kumsaka muuaji wa rais lilizaliwa jambo lingine ambalo lilimshtua, na sehemu ya kuweza kupata msaada haraka kabisa kabla ya kufanya maamuzi yote, sehemu sahihi ilikuwa ni moja tu,
kwa mkuu wa majeshi wa Tanzania Bwana Tyson. Bwana Tyson alimwambia mkurugenzi Luka ya kwamba nilikupa msaada wa kwanza siku kadhaa na sikutegemea kama unaweza kuja kunisumbua tena kwa haraka hivi. Hata hivyo hauonekani kama mtu ambaye upo sawa. Msikilizaji, baada ya kukutana mkuu wa majeshi pamoja na mkurugenzi Luka, mkuu wa majeshi hakuonekana kupendezwa kuonana na bwana huyo kwa wakati huo, kwani ni jambo ambalo lilikuwa nje ya makubaliano yao. Sasa Luka akasema kwamba ni kweli sipo sawa, ndio maana nipo hapa. Tyson akasema usiniambie unahitaji msaada wangu tena, maana hata ile kesi ambayo ulikuja ukihitaji msaada wangu kwa kutia huruma hapa, hata sina hakika kama ulinirudia baada ya kukusaidia. Luka akasema ni jambo kubwa kuliko hata hilo la mwanzo. Tyson akasema ni kuhusu rais tena ama? Luka akajibu ndio. Tyson akasema kwani hamkumpata mtu wenu? Mkurugenzi Luka akajibu tumepiga hatua kubwa, ila kuna kiulizo kingine njiani. Nina imani hili jambo hata wewe ukilisikia huenda hautaweza kuliamini, ila ndio kweli wenyewe. CDF akauliza ni nini hicho? Luka akajibu ya kwamba ni Melanin Limbo. CDF aliuliza kwamba ni nani huyo mtu? Luka akajibu amewahi kuwa sehemu ya watu wako. Wewe mimi mbona sina kumbukumbu za kuwa na ukaribu na mtu wa namna hiyo bana. CDF, hebu wewe vuta kumbukumbu Meja. Nadhani kila kitu utakikumbuka vizuri. Huyu ni mwanajeshi? Alikuwa ni brigadier. Hivi Luka, una shida gani tena na huyu mwanamke? Yeye ndio mtu wa mwisho kunifanya nimpate muuaji wa rais. Yaani brigadier wa jeshi ambaye kwa sasa anahesabika kama mstaafu, tena ambaye alistaafishwa kwa sababu za kiafya, ndiye unasema atakusaidia wewe kumpata muuaji wako? Una hakika unatumia akili zako Luka? Ndio. Luka, naomba ondoke nyumbani kwangu haraka sana kabla hujaendelea kuniharibia majina ya wanajeshi wangu. Naomba ondoke. Lakini huyu ni mama wa mtoto wake. Msikilizaji, ile kauli ilimfanya kutaka kuongea jambo, lakini alisita kwa muda kwanza. Alimwangalia mkurugenzi Luka kwa dakika nzima, huku akiwa ni kama mtu ambaye alikuwa anapima jambo. Watu wawili walikuwa na majukumu mazito mbele yao, hivyo alitambua mwenzake alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anakiongea. Wewe Luka, hizi habari wewe umezipatia wapi? Mimi nimezipatia kwa mtu ambaye ameishi na muuaji mwenyewe. Na wewe hayo mambo yamekuingia klini? Meja, naweza nikasema ndio, kwa sababu amesimulia kila kitu ambacho kilitokea, na sababu ya huyo brigadia kuwa mama mwanae ametueleza. Basi mkurugenzi alimpatia mkasa mzima ambao Daniel aliwasimulia kuhusu maisha ya giza ambayo alijificha ya watu hao, kiasi kwamba mkuu wa majeshi alibaki ameinamia chini kwa dakika 5 akiwa sasa anawaza mambo mengi ambayo alikuwa anaendelea na kutokea pale. Sasa muda haukuwa unatembea kama vile ambavyo alikuwa anautarajia, na mambo hayakuwa upande ule ambao yeye alikuwa anauhisi. Dunia ilikuwa inampeleka sehemu tofauti kabisa. Sasa CDF akauliza kwamba kwa hiyo unataka kufanya nini? Mkurugenzi Luka akajibu ya kwamba anahitaji kumpata huyo mwanamke, lakini ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu sina taarifa zake. CDF akasema kwa hiyo ni kweli kwamba rais alikuwa anafanya mambo, si ndio? Luka akajibu CDF, mimi sipendi kulisema hili waziwazi, ila mpaka sasa naweza nikasema ni kweli mheshimiwa ndiye aliyekuwa sababu ya haya yote kuweza kutokea. CDF akasema unataka nikusaidie vipi sasa Luka? Mbona sikuelewi? Luka akajibu nahitaji taarifa za huyu mwanamke. CDF akasema kwamba hapa taarifa ambazo utafanikiwa kuzipata ni za zamani tu kabla ya yeye kutoka kazini. Kuanzia hapo maisha yake yamekuwa kivuli tu na hakuna mtu hata mmoja ambaye anajua nini kinaendelea. Luka akauliza kwamba ina maana hata bosi wake hujui chochote? CDF akasema hili jambo alilisimamia rais mwenyewe na alihitaji huyu mwanamke aondolewe kwenye mfumo mzima wa jeshi. Luka akauliza na vipi kama bado anaendelea kupokea mshahara? Maana yake tunaweza kuyapata mawasiliano yake. CDF alimtazama Luka na kisha akasema kwamba hapo inategemea sasa na mheshimiwa mwenyewe, kwa sababu inaonekana namna ya upokeaji wake wa pesa upo nje ya mfumo wa kawaida na upo kwa viongozi wale ambao wanapewa huduma maalum. Hivyo hauna uwezo wa kufanya hayo yote, labda kama utaenda kwa bosi wako. Luka akasema ni bosi wangu na maisha nani, rais ama? CDF akasema yeye ndiye mtu pekee ambaye anaweza kukupatia kile ambacho unakihitaji.
Luka akasema hilo ni jambo gumu sana kulifanya. CDF akasema sasa, kwa hiyo inamaanisha yani unatakiwa kumwambia kila kitu kuanzia mwanzo mpaka hali ilivyo kwa wakati huu sasa, kisha muachie maamuzi atafanya yeye mwenyewe. Luka akasema sasa, na kama itatokea akakataa kufanya hilo itakuwaje? CDF akasema sasa, hili jambo kwa sasa fahamu kwamba limehusisha watu wangu, kitu ambacho bado naendelea kukitafakari kwa makini, yani kwamba inawezekanaje huyu brigadia kuitupa kazi yake na kuwa mwanamke wa huyu bwana, wakati huo huo nikiwa nawaza inawezekanaje yeye kuwa mama wa mtoto wake na muhusika hajui. Yani kuna kitu hakipo sawa kwa upande wangu. Hivyo kama rais atagoma kulifanya, njoo kwangu nipe ripoti. Mimi nitalifanya mimi mwenyewe kwa lazima kuweza kumtafuta Melania. Basi walipeana mikono wawili wale, ila ambaye alibakia kuwa na mawazo mengi kwa ule muda alikuwa ni mkuu wa majeshi, kwa kuwa bado hakuwa naamini kama jambo lile lilikuwa linatokea kweli na hakuwa na kitu angeweza kufanya mpaka muda ule. Ni wakati sasa msikilizaji wa kucheki upande mwingine ambapo tunamwona mkurugenzi Luka akiwa na rais. Sasa rais alimwambia Luka ya kwamba mimi na wewe hatukuwa na miadi ya kuweza kukutana wakati kama huu mkurugenzi, ila kwa sababu tayari umekuja hapa, nina imani utakuwa umeniletea habari nzuri bila shaka. Mheshimiwa Rais, ukweli ni kwamba nipo hapa kukuambia mambo mazito mno ambayo huenda hayata kuingia kalini, mengine utaweza kuyapinga, ila sina namna kwa sababu ndio kazi yangu. Mheshimiwa Rais, ni lazima nikwambie haya kwani nahitaji msaada wako. Msikilizaji, Luka alivyoongea hivyo, rais alikuwa anaendelea kupekua makabrasha yake tu, ila baada ya ile taarifa kutoka kwa mkurugenzi Luka, tena ambaye uso wake ulikuwa unaongea mambo mengi ya ndani, ilimlazimu kuweza kuachana na zoezi hilo, na kisha akamuuliza kwamba ni jambo gani ambalo limekufanya leo uwe mnyonge namna hiyo Luka. Basi mkurugenzi alihema na kumeza mate, kisha akaufungua mdomo wake kumwambia mheshimiwa mambo ambayo kwa wakati kama ule huenda hakuwa tayari kuweza kuyasikia, kama sio kutohitaji kabisa kuyaingiza kwenye masikio yake. Ilichukua saa 1 na dakika 25 kuweza kukamilisha kumpatia taarifa zote ambazo rais hakuwa nazo. Rais alipiga makelele akiwa sasa anatupa vitu mle ndani, tena kwa ghadhabu na hasira ambayo ilikuwa inajieleza mbele yake. Sasa rais hakutaka kuamini. Hapana bwana, rais asingeweza kufanya haya yote bwana. Rais hawezi kufanya mambo ya ajabu ya kutisha namna hii. Huyu sio mtu ambaye bwana amenilea mimi kwenye siasa bwana, sio kabisa hiyo bwana. Anaongea kwa hasira akiwa ni kama mtu ambaye alichanganyikiwa. Alikuwa akirusha vitu mpaka mkurugenzi mwenyewe alimwekea bahasha mezani na kumwambia kwamba humu ndani kuna baadhi ya ushahidi juu ya uhusika wa mheshimiwa kwenye hili jambo. Sasa alikuwa anatetemeka mikono yake akiwa sasa anahitaji kuishika ile bahasha. Rais akauliza kwamba una uhakika na mambo? Luka akajibu sio asilimia zote, ila mpaka sasa naweza kusema mheshimiwa alikuwa sehemu ya hawa watu. Rais alikasirika sana, alibamiza picha ya rais ambaye alikuwa mtangulizi wake chini kwa hasira mpaka kioo cha kwenye picha kikamkata mkono wake, ila hata hakuonekana kujali juu ya jambo hilo. Alikuwa anaumia pakubwa mno. Mtu ambaye alikuwa amemlea kwenye ulimwengu wa kisiasa na yeye alikuwa anamuona kama mtu wa mfano kwake, ndiye alikuwa mmoja wa watu ambao kwa asilimia kubwa walichangia kulididimiza taifa lake. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia kwamba ndio maana huyu bwana mdogo akaamua kumuua kwa sababu alimsaliti baada ya kumtumia? Ndio mheshimiwa. Wewe hizi taarifa umezitoa wapi? Kwa mtu ambaye alikuwa akifanya kazi na huyo mtu. Unamaanisha nani? Jed Gerard ambaye jina la kazi anajiita Janilo, ndiye amemuua rais baada ya rais kumsaliti. Nahitaji kukutana na huyo mtu sasa hivi. Samahani mheshimiwa, unamaanisha mtu gani? Huyo ambaye amekupatia hizi taarifa. Huyu taasisi namlipa pesa nyingi sana kuweza kuifanya kazi hii. Kiitifaki hastahili wewe uweze kukutana naye, kwani ni mtu ambaye ametafutwa kwa muda mrefu sana na nchi kwa uhalifu mkubwa ambao amewahi kufanya. Sasa kama ikija kuonekana wewe ulionana naye, itakuharibia jina lako, na ukumbuke kwa sasa kila mtu anakusubiri uweze kumtangaza makamu wako, maana mpaka sasa upo kimya. Aise, hebu naomba unisikilize basi, sawa? Nimekuambia nahitaji kukutana naye haraka iwezekanavyo bwana, siku ya kesho. Sawa mheshimiwa, ila nahitaji msaada kwenye kesi ya huyu brigadia ambaye ndiye mama mtoto wa huyu muuaji.
Sawa, mimi nitatumia kila rasilimali ambazo ninazo kufanikisha hili, na ndani ya masaa 24 yajayo basi mimi nahitaji taarifa zote kuhusu hao watu ambao wanajiita The Genesis. Sawa boss. Mkurugenzi alikuwa anatoka ndani ya ikulu kwa mwendo wa haraka, maana alimwacha bosi wake akiwa amevurugwa vya kutosha. Sio muda ambao alihitaji kuendelea kumpatia ghadhabu, maana hasira zote zingeishia kwake. Ila wakati anatoka nje kabisa, alipishana na mtu ambaye naye alionekana kuwa na haraka kubwa kama yeye, ila kwa kuwa kila mtu alionekana kutokuwa sehemu ile kiakili, walipishana kama hawajuani. Aligeuka nyuma kuangalia ni nani ambaye alikuwa amepishana naye. Alitambua alikuwa ni jaji mkuu, jambo ambalo lilimshangaza. Haikuwa rais jaji mkuu, yani halikuwa ni jambo la kirahisi sana jaji mkuu kuwa kwenye ikulu kiolela tu vile kuonana na rais. Lazima kulikuwa kuna jambo kubwa ndani yake. Alitamani kufahamu nini kilikuwa kinaendelea, ila hakuwa na uwezo huo, kwani hakuwa na ruhusa ya kuwepo mezani wakati hao wawili wanaenda kufanya mazungumzo. Sasa mazungumzo kati ya jaji mkuu na rais alishtuka baada ya kusikia sauti nyuma yake. Wakati huu sasa alikuwa anapiga risasi ukutani kwenye picha ya mtangulizi wake, lakini sauti ilisikika ikimuita kwamba mheshimiwa. Aligeuka na kumnyoshia bastola jaji mkuu akiwa na hofu kubwa ndani yake. Alishusha akiwa na hema na kuegamia kwenye meza yake. Jaji mkuu, naomba unisamehe sana. Sina uhakika kama hii ni akili yangu au ipo ndani ya mwili wa mtu mwingine. Nadhani haupo sawa mheshimiwa. Mimi nitakuja kuzungumza nawe wakati mwingine. Hapana bwana. Haya mambo ni muhimu mimi na wewe tuweze kuyazungumza muda huu. Alimtaka jaji mkuu akae, huku sasa akiwa anaangalia jinsi mle ndani kulivyokuwa hovyo tu. Hebu naomba unieleze jaji mkuu. Wewe unajua kuhusu haya mambo? Kuhusu rais? Ndio. Ndio mheshimiwa. Kwa hiyo ni mimi tu ndio ambaye sikuwa najua kuhusu haya. Mheshimiwa, hata mimi nimeajua jana na sikuwa naamini kama tulia kwanza jaji. Kwa hiyo ni uhakika kwamba alikuwa hivyo, si ndio? Naogopa kusema hivyo mheshimiwa. Wewe uliajulia wapi? Watu wake walinitafuta. Una maana gani kusema watu wake walikutafuta? The Genesis walinitafuta mheshimiwa. What? Ndio hivyo. Mtu wao mmoja jana amekuja ofisini na amefika ofisini kwangu, wanataka kukutana na wewe muweze kufanya mazungumzo. Sasa washenzi baada ya kusababisha haya yote bado wanajeuri tu ya kuhitaji kuzungumza na mimi. Ndio mheshimiwa. Kwa hiyo wewe uliwaambia nini jaji? Mimi sikuwajibu kitu, niliahidi tu kufanya mazungumzo na wewe. Who are these people? Yaani hata mimi mwenyewe sikuwa najua lolote mheshimiwa kuhusu hawa watu, ila wanaonekana wana nguvu kubwa ndani ya taifa hili, na nadhani watu wengi serikalini hususan wa kwenye nafasi za muhimu wapo kwenye mikono yao, na kama wapo nao basi muda sio mrefu atakuwa nao. Una uhakika na hili? Wanatafuta udhaifu wa kila mmoja kumweka kwenye mikono yao, na ndio maana hata rais alikuwa mtu wao na ni wao ambao walimweka madarakani. Hivyo muda wote huo ambao alikuwa kwenye nafasi yao alikuwa anafanya mambo ambayo yanawanufaisha wao. Wewe unaamini na wao wamehusika kwenye haya mauaji? Hapana mheshimiwa. Wao wamesema tu kwamba wanamjua mhusika wa haya, hivyo hilo wataishughulikia, ila haitakuwa bure. Lazima kuna mambo watahitaji kama malipo. Kwa hiyo unamaanisha ni kwamba wanaweza kumkamata muuaji? Ndio, na hii inaweza kuwa nafasi ya pekee kwako kupatia masharti yako. Jaji, sijakuelewa jaji. Yaani unahitaji mimi niingie makubaliano na hawa watu? Ndio mheshimiwa. Jaji mkuu, mimi nilidhani wewe ni mtu ambaye inatakiwa kukutegemea kwenye maamuzi sahihi ya kulifikisha taifa hili sehemu ambayo itakuwa ni salama, na mimi sikutarajia kama na wewe bwana unaweza kuwa sehemu ya kunishawishi mimi niweze kuliuza taifa langu kwa sababu tu watu fulani mahali fulani tu wanataka hivyo bwana. Kwa nini bwana? Mheshimiwa, usiwe na hasira. Yaani bila kufanya hivyo watakuua mheshimiwa. Ndivyo walivyokuambia? Ndio. Yaani wanatishia kuua rais wa nchi? Mheshimiwa, hawa watu sidhani kama ni watu wa kawaida. Ndio maana nashauri uweze kukutana nao, wasikilize. Watu wa namna hii mpaka wanayafanya haya, huenda wana msukumo wa nguvu kutokea hata nje ya nchi. Kama ambavyo unalipenda taifa hili na unawajali watu wako, basi mimi nakusihi kutana nao wasikilize. Kwani kama ukigoma wanaweza kusababisha machafuko makubwa, na unaelewa nchi ilipo kwa sasa, sidhani kama tunahitaji kufikia huko.
Sio kila jambo linatakiwa kutatuliwa kwa nguvu mheshimiwa. Kuna mambo ambayo yanahitaji zaidi matumizi ya akili kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa hiyo wewe unaona ni sawa kabisa rais wa nchi kwenda kukutana na watu tu kukubaliana nao yale ambayo wanahitaji kwa sababu tu ya kuogopa machafuko bwana? Mheshimiwa, huo ni ushauri wangu kwako tu mheshimiwa. Na ukumbuke wewe ni mgeni kwenye hicho kiti. Mpaka sasa haujui nani ni mwaminifu kwako na nani ni msaliti. Mpaka uje kulitambua hilo huenda utakuwa umechelewa. Ndio sababu ambayo inanifanya mimi nikushauri hivyo. Kutana na hawa watu kwa namna moja ama nyingine na hakikisha mnafikia mwafaka ambao unahitajika kwa usalama wetu sote na usalama wa hili taifa. Unajua tuna nguvu kubwa sana ya jeshi. Wapo usalama wa taifa, tuna jeshi la polisi. Sasa kwa nini unahisi tu mtu mmoja tu anaweza kuwa sababu ya sisi kuwa dhaifu? Mheshimiwa, unajua tangu mwanzo tuna hivyo vyombo vyote lakini bado tulishindwa kumlinda rais akauawa hadharani. Waziri wa ulinzi ameuawa hadharani. Hivyo mimi sina imani kama hata wewe una uhakika hivyo vyombo vitakufanya uwe salama ama watu wako kuwa salama. Wewe unaweza kuwa salama hapa Ikulu, lakini vipi kuhusu wananchi wako na viongozi wengine? Hautakaa Ikulu milele mheshimiwa. Lazima tu utatoka kwenda kwenye majukumu yako na kuongea na wananchi. Sasa siamini kama ni muda wa kuviamini hivi vyombo vya usalama pekee, maana unaweza kukuta wale ambao unahitaji kuamini ni sehemu ya hao watu, na ni jambo ambalo halitakuwa salama kufanya makosa mheshimiwa. Hebu nikutanishe na hao watu. Sawa mheshimiwa. Basi msikilizaji, jaji mkuu alitoka. Rais alikuwa amekubali kuweza kuonana na The Genesis kwa mara ya kwanza, hasa baada ya kutokuwa na utambuzi wa uwepo wa hawa watu wanaojiita The Genesis. Sasa kumbuka hawa The Genesis wanataka rais aliyeingia madarakani afate vile wao wanavyotaka. Akikataa basi atakuwa ni mambo mengine. Sasa je, rais atakubali kufata matakwa ya hawa miamba? Na bado TOD yupo kwenye process za kuendelea kumfuatilia Janilo, na Janilo anatafutwa vya kutosha. Sasa hali itaendelea kuwa vipi msikilizaji? Tuendelee kusonga mbele, lakini je, tuulizane ni kweli rais kuna watu ambao rais mwenyewe anawahofia? Ni kweli, japo hakuna mtu ambaye alishawahi kuwa rais, lakini kwa wewe unavyojua, unahisi kuna watu wakubwa wapo juu ya rais? Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Fabian Babuya. God be with you till we meet again. Bye bye.